akanisomea kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Wathesalonike wa kwanza, ile sura ya 4 mstari wa 7 mpaka ule wa 8. Tusome pale. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 8. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio. Maana Mungu hakutuitia uchafu. Mungu hajatuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Bali tuwe katika nini? Utakaso. Anaweka wazi kabisa Mungu, maana Mungu hajatuitia nini? Uchafu. Geuke neighbor, mwambie Mungu hajakuitia uchafu duniani. Bali nini? Bali katika utakaso. Bali katika utakaso. Hicho elewa. Mungu hajakuweka duniani kwa ajili ya uchafu. Amekuweka duniani kwa ajili ya utakaso. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa jioji na kujiuliza, je, iweje natembelea hali ya uchafu? Na unaelewa kishakuwa mtu wa namna hiyo, si rahisi kupata yaliyo ya Mungu. Usifanye mchezo na Mungu. Watu wasicheze mchezo, wasifanye mchezo na Mungu. Bwana Yesu aseme sana. Mungu ni habari nyingine kabisa duniani. Ogopa mtu aliyekutengeneza kwa udongo na akatia pumzi ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Ambaye ana uwezo wa kuitoa muda wote. Kuna jambo amekuumbia huko duniani, utakaso. Hajakuumba kuja kufanya uchafu duniani, kuumiza watu, kuleta ubaya, kuzuia watu. Amekuumba kwa ajili ya nini? Utakaso. Sema amina na utabarikiwa. Hebu leo utakasika, uzaliwe upya maisha yako, baraka zako, amani yako, furaha yako, kazi ya mikono yako, vyote hivyo vitazaliwa upya siku ya leo. Sema amina na utabarikiwa. Kwa mtu mmoja atakaye amini na kugeuka na kusema, Bwana, ninasiacha njia zangu zote leo, hakika atamwona Bwana tena kwa haraka sana. Ndio, endelea pale. Mstari wa 8 na wa mwisho. Ndio. Basi yeye anayekataa. Yeye anayekataa. Hakatai mwanadamu. Hakatai mwanadamu. Bali Mungu. Bali Mungu. Anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Anayewapa ninyi Roho wake nini? Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu inua mikono yako, sema, Roho Mtakatifu, shuka ndani ya moyo wangu, useme na mimi niweze kumwelewa Mungu wa maisha yangu. Amen. Ongeza tena mikono ya baraka kwa Yesu. Inua tena mikono yako juu, sema, Roho Mtakatifu, shuka ndani ya moyo wangu leo, utawale fahamu zangu, ukanipe moyo wa hekima na maarifa huku duniani. Sema amina na utabarikiwa. Sema, kila giza la uchafu linalonizuia nisipate utakaso, leo liachie fahamu zangu, leo liachie nafsi yangu, leo liachie mawazo yangu, leo liachie matendo yangu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema, kila nguvu yoyote ya giza inayokandamiza moyo wangu ili niende kinyume na mapenzi ya Bwana, sema leo achia fahamu zangu, achia moyo wangu, achia mwili wangu, achia hatua zangu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu abariki jioni ya leo. Nakwambia, takasika kinywa chako, takasika ufahamu wako, takasika maneno ya kinywa chako. Mungu akuumbie moyo mpya leo. Wanagoma kusema amina wale watu. Mungu abariki leo. Nisikilize mtu wa Mungu, jitahidi kujiombea utakaso. Ndio. Takasa watu wa nyumbani kwako, wanaokuzunguka. Wewe ni mpenda ibada, unamjua Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Unapoomba utakaso, takasa na mji wako,
Ombea na watoto wako utakaso, na watu wa nyumbani kwako waliokuzunguka. Mwambie Mungu arehemu hawa. Unapohitaji mabadiliko, mama mwenye nyumba, baba mwenye nyumba, na unamjua Mungu, unaposogea mbele za Mungu, usiache kuombea nyumba yako, usiache kuombea watoto wako. Na sio tu kuombea kwamba shetani awaachie. Ombea rehema, ombea familia yako utakaso, ombea mume wako rehema, ombea mume wako utakaso, na watoto wako na mke wako. Bwana Yesu asadesa, pamoja na hata wafanyakazi waliokuzunguka. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabariki. Sema amina na utabariki. Shetani amewakandamiza watu mioyo na kuwasababisha watu wawe na ubinafsi kwenye maisha yao. Bwana Yesu asaidie. Amewawekea mpaka maombi ya kujiombea wao wenyewe tu. Roho Mtakatifu yuko ndani ya mioyo ya watu kuwakumbusha namna ya nyumba zao kuziombea. Bwana Yesu asaidie. Sema amina na utabariki. Sema amina na utabariki. Hebu inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, ninaomba rehema zako zitawale jioni ya leo, hata kwa ajili ya mji wangu, hata kwa ajili ya familia yangu. Sema Bwana Yesu, kila roho ya unajisi, kila roho ya machukizo, kila roho ya dhambi iliyokuwa ndani ya mji wangu, ndani ya waliokunizunguka, Bwana nawaleta mbele zako. Ninaomba rehema, ninaomba utakaso kwa damu yako Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu asaidie. Kabla ya kuomba Mungu awaondolee vifungo, anza kuombea Mungu awatakase, awasafishe, awahurumie. Hapo ulipo saa hii, uko hapa, haujui mume wako yuko wapi na anafanya nini saa hii. Haujui mke wako yuko wapi na anafanya nini saa hii. Haujui watoto wako wako wapi na wanafanya nini saa hii. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabariki. Sema amina na utabariki. Dunia ina mengi na mwanadamu ana vita vingi. Hebu inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ninawainua watoto wangu jioni ya leo, kokote pale walipo. Ninaomba rehema juu yao. Damu ya Yesu ya utakaso ikatakase juu yao. Sema amina na utabariki. Ombea hata wazazi wako, sababu hujui kabla hawajakuzaa walifanya nini. Bwana Yesu atusaidie. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu, ninawaleta wazazi wangu mbele zako mahali hapa. Ninaomba utakaso kwa ajili yao. Damu ya Yesu takasa wazazi wao, takasa familia yao kwa damu yako Yesu Kristo wa Nazareti. Sema Bwana Yesu, ninaleta mume wangu, ninaleta mke wangu majira haya. Ninaomba Bwana Yesu uwatakase saa hii kwa damu yako Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Inaweza ikawa majaribu ambayo unapitia ni kukithiri kwa dhambi iliyotawala kwenye kiota cha familia, giza kwenye familia. Tukafungua milango, wachawi wakapita kirahisi. Tukapewa mioyo migumu ya kutokumjua Mungu hata kumfikiria Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Tukapewa mioyo ya kuomba maombi tutatu ambavyo shetani ndo amekuingizia. Huna kiu ya kuomba kabisa. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabariki. Ukibahatika kuomba, unaomba vimaombi viwili na usingizi juu. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabariki. Hiyo sio nguvu ya mtu ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asaidie. Anayeongozwa na Roho Mtakatifu ndani yake huwa anamkumbusha muda wa kuomba. Na hata unapofika muda wa kuomba, huwa anamsaidia kuomba. Hawezi kuchoka, hawezi kusinzia, hawezi kufikiria mpaka pale Roho wa Mungu atakapogota mwisho wa maombi yake. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabariki. Ukishaona huna kiu ya maombi ndani yako,
huna kiu ya neno ndani yako, huna kiu ya ibada ndani yako, huna kiu ya kuwa ibadani, ni uelewe kabisa hauongozwi na Roho wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Hebu inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ukaniumbie moyo mpya, moyo safi jioni ya leo. Moyo Yesu aondoe moyo wa jiwe ndani yako, aweke moyo wa nini? Wa nyama, moyo uliopondeka kwa ajili ya unyenyekevu wa Mungu. Mtu mmoja leo apokee nguvu ya imani kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Jitahidi kujiombea utakaso. Takasa watu wa nyumbani kwako, waombee utakaso watu wa karibu yako. Unajua Mungu akiwatakasa kweli kweli, na kwa damu ya Yesu ikamiminika kwao, kuna ushindi utapatikana ndani ya familia, ndani ya ofisi. Bwana Yesu asaidie sana. Nguvu za roho za kiroho zitaongezeka ndani ya familia. Bwana Yesu atusaidie sana.